mashindano haya ya insha ya wanafunzi na mashindano ya kubuni shughuli za kibiashara nzuri. Napongeza sana benki yetu NBC. Mnafanya mambo mengi. Ili swala la kuweka challenge kwa wanafunzi, kuwapa fursa ya kushindana, ni swala muhimu sana kwa ujumla wake wote, la kuwavutia wanafunzi, kuhakikisha kwamba pamoja na kusoma na kujifunza darasani, pamoja na kufanya mitihani, kushiriki katika masuala mengine ambayo yanaongeza utundu kwa maana nzuri, na ubunifu na kujipima, na kwa maana hiyo kujijenga vizuri zaidi. Mashindano ya kuandika, tuache hasa maudhui yenyewe. Uwezo wa kuandika ni sana uwezo wa kucommunicate. Unaweza ukawa unajua vitu vingi sana viko kichwani humu, kama huwezi kuvieleza haitakusaidia. Basi huwezi kujieleza kwa maneno, hata kuandika. Kwa wakati mwingine watu wanasema tuna vijana wazuri, lakini wanasema hawana soft skills. Lakini kwa hakika tunamaanisha kwamba uwezo wa kujieleza, na uwezo wa kujieleza kwa kuongea, au uwezo wa kujieleza kwa kuandika, au vyote viwili. Watu wakati mwingine utasikia anasifiwa kwamba huyu mzuri kweli kwa sababu ya kujieleza. Na sisi ambao tumesoma, tumepita mashuleni, tunajuana. Tuliosoma warika moja tunafahamiana. Unaweza kumuona mtu kabisa, unamjua kabisa, hapa kidogo debe lenyewe halijajaa. Lakini ukimpa mic akiongea, watu wanasema huyu ndiye mwenyewe kabisa. Ule uwezo wa kupanga maneno na kujieleza, mara nyingi watu wanachukulia kwamba ni kigezo cha kwanza cha uwezo wako. Na sisi kwenye siasa, kinachokuingiza kwenye ofisi cha kwanza ni kuongea, kujieleza. Kabla hujafanya chochote, kujieleza, kwamba mimi nitafanya hiki na ujieleze ueleweke. Na huwezi kujieleza, mara nyingi utaachwa, na huenda wewe ndio unafaa zaidi. Kwamba unaweza ukafanya mambo makubwa, lakini ule kuongea, kushawishi, hujaweza. Kwa hiyo hili shindano ni fursa nyingine tena kwa wanafunzi wetu. Kwanza, kuchukua kama changamoto ya kujipanga na kushiriki. Na kushiriki kwenyewe tu tayari kuna kujenga. Kwa hatua ya kwanza kushiriki na kujenga. Sasa ya pili ni huko kuwa shortlisted katika wale 200, au pengine kutoka na kitita cha milioni 10. Lakini kushiriki kwenyewe kuna kujenga. Na ukiangalia baadhi ya waandishi wazuri na wakubwa sana duniani, walivyoanza kuandika miswada yao ilikuwa inakataliwa. Kuna mmoja nadhani takriban miaka 12, kila akipeleka miswada inakataliwa. Lakini ilivyokuja kukubaliwa, ilikuwa ni mvua ya masika ya maandishi, hadi maandishi ni tajiri, maisha yanakwenda mbele. Kwa hiyo kushiriki ni hatua kubwa. Kushinda ni hatua inayofuata. Kwa hiyo kupata fursa hii tu, kwamba mnachagizwa wanafunzi kukaa chini, kufikiria, kubuni na kuandika na kuwasilisha insha yako, ni fursa kubwa sana. Na ndio maana nasema naishukuru sana na kuipongeza NBC kwa jambo hilo. Na nitaomba
wenzetu wote tulioko TAMISEMI na Wizara ya Elimu tusaidiane kupeleka taarifa kwa wanafunzi wote. Kamishna wa elimu alibebe, sio lazima muandikiwe. Sasa simshaliona, simshalifahamu. Wewe si uko hapa. Nione na kamishna akiandika zile barua zake kwamba kuna mashindano haya, wanafunzi wanahimizwa washiriki. Sisi wote tuchangie kuwavutia waende, na walimu mko hapa na kote mliko, kuwahimiza wanafunzi washiriki. Kujua kwamba kushiriki kwenyewe tayari unajijenga, na ndio kauli kubwa ambayo ningependa tutoke nayo hapa. Kwenda kukaa pembeni, kuchukua kalamu, kuandika, wakati mwingine unaona hujafurahia, unachana, unaandika upya, unaisoma tena, hujaridhika, unaandika, unaboresha. Ni utaratibu wa kujijenga, kujijengea uwezo. Kwa kushiriki ni hatua muhimu sana. Msiache kushiriki. Na kwa wale ambao watashinda, ukiacha yule na anayepata kitita kile, wote mnaoandikwa katika wale 200 inaingia moja kwa moja kwenye wasifu wako. Yaani huko mbele ya safari ukiandika watasema na mimi niliwahi kuorodheshwa kati ya watu waliofanya vizuri sana katika mashindano ya insha NBC. Mimi mwenyewe nikiwa high school niliandika na nilikuwa katika watatu bora. Sio kwa nini sikuwa wa kwanza, lakini katika watatu bora. Na mashindano ya mashairi nikiwa Pugu, shindano la kitaifa. Na mara nyingi najitahidi kukumbuka nikiandika, na mimi nikiwa form 5 nilishiriki mashindano ya kuandika mashairi Tanzania, nikawa kati ya watatu bora. Yaani maana yake ilikuwa watatu, si ndio maana yake? Sio wa kwanza eti, sio wa kwanza alikuwa nani. Lakini hiyo yenyewe tu inakuingiza katika wasifu. Nilifanya mashindano ilikuwa inaitwa mathematics contest. Nikawa shortlisted katika 10 bora. Sasa si maana yake wa 10 kwa taifa. Lakini kwenye CV yangu wasifu ukienda utakuta imeandikwa mle ndani. Kwa wanafunzi mkumbuke hiyo, na yenyewe inakujenga. Kwanza ukija unaomba kazi NBC, wakikuta tu ulishiriki kwenye NBC, huyu ni wetu tangu zamani, huyu tumweke kazini. Lakini vile vile unaomba kazi mahali popote, TRA wapi, wakiangalia huyu kachangamka, si mwanafunzi tu, hata wakati akisoma alikuwa anafanya shughuli mbalimbali. Tizama huyu alishiriki katika nini? Mashindano hayo. Kwa hiyo ni swala muhimu sana na naliunga mkono sana. Sasa ninachofurahia zaidi ni kwamba mashindano haya, na hasa hii sasa ya mambo ya biashara, mambo ya ujasiriamali, yanaendana na mabadiliko ya mitaala tuliyofanya sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi kwenye mitaala wetu, kwa walioanza sasa hivi, walio kwenye mtaala mpya, ni lazima ukiingia form 1 usome somo la biashara. Ni lazima, somo la lazima. Kwa wanafunzi wote, haijalishi uko science, uko arts na kadhalika, mpaka form 4. Na ili somo tuliloliweka tutaendelea kuliangalia linavyomwezesha mwanafunzi. Baki nataka kukuandaa wewe ukimaliza shule, kama hujaendelea, hata ukiendelea, hatimaye umetoka unataka kuanzisha shughuli zako mwenyewe, uzifanye kitaalamu zaidi. Umeamua kuingia Kariakoo kufanya biashara, ujue namna ya kutunza hesabu, kwa sababu somo lenyewe linatakiwa lifundishwe kwa namna rahisi sana na namna inayoeleweka. Ujue BRELA ni nini unapoandikisha kampuni, kwa nini unaenda kuandikisha kampuni kule, jina la kampuni maana yake nini, kwa nini unaweka jina la kampuni, TRA pin nini, tin nini, na vitu kama hivyo. Kukuandaa ili ukitoka pale sio unaanza kujiuliza maswali hujui cha kufanya. Kwa sababu uchumi huu kwa vyote vile unajengwa zaidi na wajasiriamali ambao sio kwamba wanazalisha na kusambaza bidhaa tu, wanazalisha ajira kwa watu wengine. Kwa hiyo mtaala mpya unamwandaa mwanafunzi tayari kuja kuwa mjasiriamali ambaye yeye anaweza kujiajiri na anaweza kaajiri watu wengine. Sasa mashindano haya yatasaidia zaidi watu kukumbuka waliosoma, kwa sababu wanaenda form 5 na form 6 watakuwa shamaliza masomo ya biashara huko, lakini atakuwa anakumbuka, alafu atajikumbusha, atarudisha tena notes, atasoma, atajiuliza, nataka sasa nijue kama nataka kuandika kitu hapa ni kitu gani. Kwa hiyo sisi tunafurahia sana NBC mnachofanya, kwa sababu hilo swala ni muhimu sana kwetu na kwa taifa letu.
Kwa hiyo uandishi huu ni uandishi bunifu wenye malengo maalum. Sisi tuna mashindano ya uandishi bunifu wa kazi za creative writing tu. Riwaya, mashairi, hadithi fupi, tamthilia, hadithi za watoto. Na tunatoa kitu kinachoitwa tuzo ya mwalimu, tuzo ya kitaifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Na kwa ukishinda unapata kitita cha milioni 10, lakini ulichoandika nacho tunakusaidia, kinachapishwa na kuchapwa, kinanunuliwa, kinasambazwa, ili tuwe na kina Ngugi wa Thiong'o wengi, kina Chinua Achebe wengi, Shaban Robert wengi. Sasa ile ni creative writing par excellence. Hapa ni creative writing with very focused kwenye masuala ya financial literacy, masuala ya ujasiriamali. Kwa hiyo ina complement vizuri sana, na ina complement ile inayofanyika katika SADC na East Africa mashindano ya insha, ambayo sio kama wanafunzi wote wanajua, lakini kila wakishinda mimi huwa naletoa certificate kusign, wanapata vyeti. Hasa mashindano haya yanakuandaa very specific kwa sababu ya masuala ya kuelewa uchumi, kuelewa biashara na kuelewa mambo ya fedha. Kwa hiyo nakushukuru sana NBC kwa sababu mmeendelea kuwa wadau wetu wema sana. Kuna jingine mmeniambia lakini muda wake utafika. Lakini haya uliosema NBC Scholarship, tunashukuru sana kwa kuwa na utaratibu wa NBC Scholarship Program. Tunaunga mkono na naomba tuendelee nayo, ni jambo zuri sana. Corporate social responsibility kwa ajili ya kuweka miundombinu katika elimu, tunashukuru sana, na naomba ni register shukrani za serikali kwa kuunga mkono jitihada za rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Anaongeza sana uwekezaji katika elimu, na wadau wote wanaoingia kule wanamuunga mkono rais wetu. NBC ni kati ya mashirika, kampuni yanayomuunga mkono rais wetu katika masuala ya elimu, na tunakushukuru sana. Na elimu ya fedha mnayoitoa mashuleni, tunaunga mkono na tunashukuru kwa sababu hiyo inatusaidia katika ile mitaala kama nilivyosema, tuendelee nayo. Na ningependa kuwashukuru Ape Network kwa jitihada zenu na kuunga mkono NBC katika swala hili, na nyinyi ni wadau wetu muhimu sana. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi.